hiyo bado tunaendelea kuiangazia kampeni ya Rising Woman Initiative ambayo inalenga kuwasherehekea na kuwainua wanawake mbalimbali katika jamii zetu, ambapo hii leo tutazungumza na Angelica Pesha. Yeye ni afisa mkuu chief officer kutokea Mixx by Yash, akiwa ni mmoja kati ya mwanamke mwenye ushawishi mkubwa katika nafasi za uongozi hapa nchini. Kabisa, naye amesuka nywele za Mixx by Yash kapendeza kweli. Karibu sana Angelica. Yeah. Karibu. Asante sana. Unajisikiaje kuwepo Crown, na imani ni kwa mara yako ya kwanza kabisa, sivyo? Ni kweli, sijai kufika hapa, kwa hiyo nafurahi kuwa na nyie, nafurahi kuwa hapa. Hapa ni nyumbani, hujakuta kahawa pale mapokezi kwa sababu tunaamini ni Kwaresma na Ramadhani. Kwa hiyo dini zote zimefunga, sivyo? Ni kweli, wote tumefunga. Sawa. Wewe ni mwanamke kiongozi na upo kwenye nafasi kubwa ya maamuzi katika shirika kubwa la mawasiliano nchini Mixx by Yash. Tueleze safari yako tangu ulivyoanza mpaka ukaaminika kwenye taasisi kubwa kama hivyo. Tunajua ni nadra sana wanawake kupata nafasi kubwa kama ulionayo wewe. Asante. Nipende kusema tu imekuwa ni safari ya muda mrefu, lakini safari yenye ups and downs. Haijawa smooth. Nikifika hapa unakaa unasema okay, lakini ukikumbuka mambo yalivyokuwa hapo zamani unasema yes, it's been a journey. So nipende kusema tu kwamba nimeanza kufanya kazi nikiwa Barclays Bank. Nilianza Barclays, nimekaa straight from school, nimekaa kama miezi 6 nikawa supervisor. Hiyo ni nini? Inaonyesha nilikuwa nafanya kazi kwa bidii, lakini pia ni kuhakikisha kazi yangu inaonekana. Kwa hiyo nimekaa pale kama miaka 3 ndio nikaja Tigo. Zamani ilikuwa inaitwa Tigo, sasa hivi ni Yash au Tigo Pesa Mixx by Yash. Kwa hiyo pale nimekaa, nilikuja kama financial analyst ambayo nilikuwa naangalia namba, naangalia biashara inaendaje, mtu mdogo sana na nilikuja wakati biashara ndio inaanza. Kwa hiyo katika kipindi hicho nimefanya kazi kama financial analyst, biashara ndio ilikuwa inakuwa, nilikuwa ni mtu wa kujituma, wa kufanya vitu vingi, kufanya kazi. Kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika kufanyika mimi nilikuwepo. Kwa hiyo I go out of my way to get things done. Kwa hiyo imekuwa ni moja ya vitu ambavyo vimenifanya niweze kufika nilipofika. Lakini getting things done ni moja, lakini consistency. Unafanyaje hivyo vitu? Professionalism, lakini ukifanya kitu leo kizuri, fanya na kesho kutwa. Unajua wanasema kwamba your last success is what hinders your next success. Kuna watu ukifika point ukasifiwa ukafanya kazi nzuri unajisahau, lakini inabidi uwe na consistency kwamba kila saa unafanya kitu, kila muda unapokuja unaendelea kuimprove. Lakini pia visibility. Nadhani wanawake wengi huwa tuna tatizo, hata kama tunaweza kufanya kitu au unaweza kujibu swali, tunaogopa kunyosha mkono, kuongea mbele za watu. Kwa hiyo kuna kipindi unafika lazima watu wajue kwamba kuna kitu unacho. Tuna wanawake wengi tuna vitu vingi sana vizuri, lakini kujionyesha au kuenda pale mbele ukawa visible, watu wakafahamu ni kitu kigumu sana. Lakini mimi have always been out there kwamba nataka kama nina point nataka niifikishe. Kwa hiyo ijulikane na ionekane. Imekuwa ni very very important. Lakini kitu kingine ni kwamba watu wengi tunajichukulia poa sana wanawake. You know something lakini you second guess yourself. Unaanza kusema hivi kweli mimi hiki kitu ninachosema ni sawa? Kitu ambacho wanaume hawana. Mwanaume akiwa na kitu, akiwa na point atataka aipeleke mbele, lakini sisi tunajiuliza sana. Kwa hiyo point ya kwamba unajionaje, do you believe in yourself, unajitrust, ni kitu muhimu sana. Lakini uweze kujitrust au believe in yourself kama hujui unachofanya. Kwa hiyo you need to do the work ili uweze kuwa ukisema kitu na uhakika na unachosema. Kwa hiyo a lot of work imeenda kwamba nihakikishe ninafanya kazi yangu vizuri, kazi yangu inaonekana, alafu ndio nimekuja sasa kuanza kuingia kwenye rooms na kuanza kuja mbele na kuanza kujibu maswali kwa sababu najua ninachofanya. Na kazi yangu imekuwa inajiuza kutoka mwanzo, ambacho ni kitu muhimu sana katika safari yangu ya mafanikio au safari yangu ya kuwa leader. Angelica, umesema vizuri sana kuhusu kurudi nyuma kwa wanawake wengi, na mimi nakubaliana na wewe. Nini kilikuhamasisha wewe kujiamini, kuwa mbele, kunyosha mkono, kuwa na muendelezo kwenye kila kitu ambacho unakifanya, kitu ambacho wanawake wengi pengine hawawezi? Sio kwamba hawana uwezo, lakini wanapata challenge. Niseme tu nianze kwanza kwenye malezi. Kuanzia mwanzo napenda niwashukuru wazazi wangu kwa sababu nimelelewa katika familia yenye wanaume. So ni familia yenye wanaume zaidi, na mdogo wangu wa kike tuko wawili lakini wanaume wako 6. Kwa hiyo wakati katika malezi yangu sijawahi kufeel kama kuna issue ya wanawake au wanaume. So nimepewa ile ability ya
ya kuwa confident toka utotoni. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana sisi kama wamama tukiwa tunawalea watoto wetu, ni kitu ambacho inabidi tuwasaidie. Kwa hiyo always mimi babangu alikuwa ananiambia Angelica, nataka ufanye 1 2 3. Na kila siku nimwambia baba, mbona unaniambia nifanye kitu ambacho siwezi kufanya? Anasema it's all about you getting it done. Yani sio wewe ufanye, lakini hakikisha kazi inafanyika. Kwa hiyo hii kanijengea ule ability wa kusema naweza nika influence people wafanye vitu. Nataka kitu kifanyike, nimepewa assignment, hata kama siifanyi mimi na mtafuta fulani aifanye, lakini kitu kikubwa ni what is the end result, how do we get the job done. Kwa hiyo imenisaidia sana na ikanipa ile confidence na kuambiwa kwamba naweza nikafanya chochote kile, naweza nikawa mtu yoyote yule. Na hii imetoka kwenye family setup, kwa wazazi wangu na familia yangu, kunipa ile platform ya kuweza kufanya vitu, kujifunza na kuwa encouraged. Hapo uliposema uliambiwa kwamba unaweza kuwa mtu yoyote yule, wakati huo uliwahi kuwaza kuwa katika nafasi ya uongozi kama hivi leo ukiwa afisa mkuu pale Mixx by Yas? For sure, yes. Niseme tu ukiwa mdogo unaulizwa unataka kufanya kazi gani, mimi nilikuwa nashindwa kusema nataka kufanya kazi gani. Nilikuwa napenda kusema nataka kuwa boss. And wazazi wangu walikuwa wanauliza kuwa boss nini, like unataka kuwa boss? Nasema no, nataka kuwa boss. Lakini kwenye kichwa changu ni kwamba nilikuwa nimeshazoea ku make decisions, kuwa influence watu, nawaambia watu, naweza ku organize watu wafanye hiki, hata kama sio mimi ninafanya, lakini na bring people together. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimetamani toka nikiwa mdogo bila kujua boss maana yake nini. Lakini kuwa boss na kuwa leader ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuwa leader na kuwa leader mzuri, kuna vitu vingi sana inabidi ufanye, na ndio hivyo kuhakikisha ninaweza kufanya kazi yangu, ninajua kusupport watu, ninaweza kuinfluence watu, ninaweza delegate. Kwa hiyo hivi vitu vimekuja baadaye, lakini kwenye utoto ni kwamba nataka kuwa boss na nishaambiwa I can be anything, nitakuwa boss. Na leo umekuwa boss. Ni kweli. Una bado una safari ya kufika mbele zaidi katika nafasi za uongozi. Wapi unapotazama? Nafasi bado zipo. Niseme nikikaa nikamwangalia Mama Samia, I get excited, nasema why not? Kwa nini nisiwe na mimi? Na amefika pale, amekuwa rais, ni kitu ambacho hatukuwaza. Hata ukiambia unaweza kuwa chochote, maybe rais ilikuwa tuiwazi sana. Lakini kwa sasa hivi tumekuwa na rais mwanamke. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko within reach. Na amna nafasi ya uongozi mkubwa kwa nchi kama ile. Kwa hiyo yes, ni aspiration. Nikikaa nikamwangalia, I get excited, nasema maybe why not. Angelica, ulitamani kuwa bosi tangu ukiwa mdogo na saizi tayari ni bosi, na umesema poa pia kwamba wanawake wengi wanashindwa kuwa na uthubutu. Naamini hata pale ofisini kwenu watu wanakutazama wewe kama kioo, na wengine wanatamani kufika pale ambapo wewe upo, kama wewe ambavyo unatamani kufika ambapo Rais Samia yupo. Ndiyo. Unafanya nini kuhakikisha kwamba unawashawishi ama unawahamasisha wanawake wengine kupita njia ulizopita wewe ama zinazofanana na zako ili wafikie malengo yao, hata kama sio kwenye nafasi hii uliopo wewe? Thank you. Niseme tu kwamba ukiniuliza nafanya kazi gani, kama haunifahamu nitasema mimi I create leaders. What does creating leaders mean? Ni kwamba natengeneza viongozi. Kwa hiyo katika kila kitu ninachofanya, mimi ni kiongozi, na lead business, natengeneza hela, lakini kitu kikubwa kwangu ni kutengeneza viongozi. So I create leaders. Na hii ni kutaka kusaidia au kuhakikisha watu wengine wanafika nilipofika. Kuna kitu ninacho kinaitwa mentorship club, ni a private community ambazo nasaidia watu na wa mentor kwa kifupi waweze kufika nilipofika. Kuna challenges nyingi sana nimepitia, mambo mengi sana wakati nayapitia nilikuwa natafuta mtu wa kuongea naye, wa kunisupport, wa kuwa na mimi, lakini sikuwa nayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimesema au nimeamua to give back to the people. Kwa hiyo nina mentorship club ambayo nasaidia. Lakini kwa ofisini tuseme ni kama nilivyosema, wanawake sometimes tunaogopa kujionyesha na kujionyesha. Kwa hiyo ninajua hiyo ni kitu, kwa sababu mimi ni mwanamke and I have wanawake katika kazini, so I give them projects. Unaweza nikaamua fulani, wewe naomba ufanye project hii. Kwa nini? Kwa sababu najua akifanya ile project itampa visibility, itamsaidia get out of yale mazoea, aende sehemu fulani ajifunze hivi, inamsaidia kuendelea pale. Lakini tuseme tu pia ni kuhakikisha the right trainings zinafanyika, leadership training kwa timu yangu na kwa watu ambao nina lead, ili wasaidie na kuwa expose katika different opportunities. Kuna opportunity, kwa nini usiende? Kwa sababu unajua ile push ambayo watu wengi wanahitaji. Wanawake wengi wanaweza sana vitu, lakini ile confidence hawana. Kwa sababu ninajua hicho na mimi confidence ninayo na ninajua, kwa hiyo naweza nikasema sasa wewe tufanye hiki. Exposure ile ya kumsaidia mtu apate ile exposure, visibility, ili sasa apate ile confidence yeye mwenyewe. Tuko katika mwezi wa wanawake na
tarehe 8 tunaadhimisha rasmi, lakini kupitia kampeni ya Rising Woman Initiative pale Mlimani City tarehe 7 itakuwa ndio tutaenda kushereheka kwa pamoja. Kutoka Mixx by Yas, nini mmetuandalia ndani ya siku hiyo? Ni secret, tutaonyesha siku hiyo. Kwa hiyo nyie kaeni tayari, ni siku ambayo tunataka wanawake wote tufurahi pamoja. Kwa hiyo tuna kitu special ambacho tutapata pale tukiwa pamoja. Ni mara yenu ya kwanza kufanya nini? Kujoin katika Rising Woman? Yes, hii ni mara yetu ya kwanza official ilikuwa part of Rising Woman, yes. Katika surprise zote mtakazoandaa tusikose mabando. Muhimu sana hiyo. Muhimu ili tucommunicate vizuri. Nixon Noah anatazama kupitia ukurasa wetu wa YouTube, anasema hongera sana Madam Mixx by Yas. Mimi nataka nikuulize swali la kizushi. Kwa nini kwenye maofisi mengi nafasi za pesa uhasibu, kwenye vikundi vikoba uhasibu, sio kwenye nini? Yaani nafasi zile za pesa wanapewa wanawake? Unajua kuna niseme ni strength ambazo wanawake tunazo ambazo sometimes hatuzitumii, lakini mwanamke ni mtu ambaye ukiwa unajua unachofanya na una plan zako ziko sawa, hauna tamaa ndogo ndogo. Kwa hiyo tunaridhika kirahisi kama wanawake. Ambayo sometimes ni opportunity, sometimes ni disadvantage. Lakini kwenye issue ya pesa, kwa sababu tunaridhika haraka na tuwazi vitu vingi sana, money is safe with us. Wanasema mpe mwanamke kitu atakiproduce mara nyingi zaidi. Na naweza nikasema pia kazini kwangu nimeproduce vitu vingi zaidi, maybe because I'm a woman, kwa sababu na ile inner strength ya hicho kitu. Nataka kukazia hapo. Tunatofautishaje vitu viwili? Kwenye nafasi za kutunza pesa na uhasibu tunapewa wanawake. Lakini kwenye matumizi, jamii hata wanaume wanatuogopa kwamba yani mwanamke anaweza kwenda akasema naenda kununua abaya. Lakini akifika pale ataona hijabu, ataona perfume, ataona nini havikuwa kwenye listi yake, na bado atanunua vitu ambavyo havikuwa kwenye hiyo mahitaji yake ambayo alipanga kwenda kununua. Hilo ni swali zuri sana, na mimi niseme ni mmoja wao watu. Niseme tu experience yangu. Hapana, kama ni pesa ya mtu, you want it to be safe, nipe mimi. Lakini pesa yangu, because it's my money, I want to do whatever I want to do. Nitafanya chochote kile, nikitamani kitu nitatumia. Lakini kama hii ni pesa ya kazi, ni pesa ya biashara, very simple. Lazima ifanye kile inachopaswa kufanya. Lakini kama ni yangu, nadhani ndio maana unakuwa una ile freedom, kwa sababu sasa unafanya kitu ambacho ni chako. Okay. Neno zuri kabisa Samia. Mimi nilikuwa nataka kumuuliza, tumekuwa tukisherehekea kwa miaka mingi sana siku ya wanawake duniani kote, na tukiadhimisha kwa namna tofauti hapa nchini kwetu Tanzania. Katika maadhimisho namna yanavyofanyika na hapa tulipo kwa mwaka huu, ikiwa wiki hii ndio tunaenda kuadhimisha, unatamani kitu gani cha tofauti kitokee kwetu wanawake ili kutuunganisha zaidi na kutupa nguvu katika mapambano yetu ya kila siku? Nadhani kuna vitu vingi sana tunafanya pamoja, lakini tuendelee katika kutengeneza communities ambazo zinatu support, especially kwenye wanawake wa usee wa makazini. Nadhani sehemu nyingine kuna groups nyingi sana ambazo wanawake wanakuja pamoja, wanasaidiana, wanaelekezana. Lakini professionally nadhani we need more communities ambazo zinaendelea kukusaidia kukupa direction, au niseme how do you fuel yourself. Ukiwa na swali, ukiwa na kitu kimekutatiza, Angelica huwezi ukanipata kirahisi, huwezi ukanipata kila siku, lakini tukiwa na hizi communities I will be there, tutashare, tutaweza kusaidiana na kuendelea kusapotiana. Kwa hiyo ni kitu ambacho ningependa watu wengi ambao wako kwenye positions za leadership tuweze kuendelea kukifanya. Mimi mwenyewe ni kitu ambacho nimefanya hivi karibuni with my mentorship club, lakini there is more. Tunahitaji wengi wetu tujitoe ili kuweza kuwasaidia wengine. Angelica, tunapambana sana kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi sawa na wanaume katika nafasi mbalimbali za uongozi kufanya maamuzi, lakini imekuwa ni ngumu kwa baadhi ya taasisi kuamini wanawake katika nafasi kama hizi, hata kama wanawake ambao wana uwezo kwenye taasisi zao. Unadhani tufanye nini zaidi? Nadhani tuendelee na kuhamasisha wanawake, tuendelee kuwajengea confidence wanawake, na tuwe katika makampuni tutengeneze policies ambazo ziko gender supportive. Kwamba kwenye zile policy ijulikane kabisa kwamba equal pay for men and women, ambayo ndio tulichonacho sisi kwenye kampuni yetu. Ijulikane kwamba kazi inakuja on merit. Kwa ukipata ile kazi
it doesn't matter wewe ni mwanamke, benefits zote za ile kazi unazipata wewe. Kwa hiyo ni very important kwamba policy za haya makampuni ziangalie gender iwe balanced. Isiseme kwa sababu kazi ni mwanaume apate hivi mwanamke, kama ni mwanamke mnaanza kunegotiate tofauti. Hapana, iwepo kazi policies zinasema hii kazi, these are the benefits, isiangalie nani anaipata. Kwa hiyo nadhani kwenye policy ni kitu kikubwa sana ambacho inabidi tuendelee kuangalia. Lakini kitu kingine ambacho sisi tumefanya ambacho nadhani kinasaidia ni kuwa na 50-50 kwenye positions za leadership. Kwa sababu kama uongozi uko 50 wanawake 50 wanaume, hata majadiliano yatawafikiria wote. Lakini ukikuta kwenye leadership una wanawake wawili wanaume 8, 20%, kuna muda watashindwa kuwa na balance. Lakini if you balance the leadership, ni rahisi kwa mawazo kuja na kuhakikisha tunaweka policies ambazo zina support gender zote. Kuna msemo huko mtaani ndio unazungumzwa sana kwamba adui ya mwanamke ni mwanamke mwenziwe. Wewe unakubali, unaukataa kwa namna ipi alafu? Nipende kusema kwamba mimi nadhani hicho ni kitu cha zamani. Nimeona hivi karibuni wanawake wengi tuko kwenye women supporting women. Kuna wanawake wengi ambao wanasupportiana. Kwa hiyo inaweza ilikuwepo maybe zamani, mimi sioni. Na nadhani mwanamke amuinue mwanamke mwenzake. Tuinuane sisi, kwa sababu kama nilivyosema hapa, kuna vitu ambavyo cautiously ninafanya ofisini kwa sababu najua wanawake hatuwezi kujitokeza kirahisi. Kwa hiyo nikisema nikapush nikasema Mary nataka ufanye 1 2 3, kwa sababu ninajua unaweza kufanya hichi kitu, lakini nisipokuita hautafanya. Kwa hiyo ninakupa ile push. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha tunasupportiana. Asante sana. Kwenye channel yetu ya YouTube Frank Boaz anasema huyo dada ana sauti nzuri sana, acheni tu ashike pesa. Angelica sio sisi. Nixon Noah anasema hongera sana Madam Mix by Yash, na Frank Boaz anasema kwa kweli tunapata madini mengi sana. Nixon Noah anasema dada hiyo green, dada mtangazaji umependeza sana. Asante sana. Sawa, tumesema mpaka Ramadhani kaishe tutakuwa tumeona mambo mengi sana, rangi nyingi sana zitaonekana. Tumekoma. Umetuambia vitu ambavyo mtatuletea ninyi kutoka Mix by Yas ni surprise. Mnategemea nini kwenye jukwaa la Rising Woman Initiative siku ya Ijumaa? On a personal level, mimi nategemea kuendelea kujifunza, kwa sababu kujifunza ni kila siku. Nategemea kufanya sharing na wanawake wenzangu na pia kubadilishana mawazo. Kwa hiyo kwa mimi naona ni jukwaa ambalo litatusaidia kuendelea kutafuta opportunities kwa wanawake, kuendelea kusupport, lakini pia kujifunza ni vitu gani labda sisi tuwe kwenye leadership tunaweza kuendelea kuimprove kwa kusikiliza watu watakao kuwepo, lakini nijifunze kutoka kwa leaders wangu wengine watakao kuwepo. Yeah. Sawa, Angelica, asante sana. Sisi tumefurahi sana kujumuika na wewe siku ya leo. Umetusaidia sana kufahamu vitu vingi kuhusiana na mambo ya kutunza pesa. Swali la mwisho kabla hujakwenda, umetuambia kwenye safari yako kulikuwa na milima na mabonde. Tumesikia mafanikio sana. Niambie kidogo umekutana na challenge gani ili hata mwanamke mwingine ambaye anatamani kuwa kiongozi baadaye asidhani kwamba mambo ni straightforward. Nipende kusema ya kwanza ni kwamba industry yetu iko male dominated. Kwa hiyo kuwa umekaa kwenye vikao ukakutana wewe ni mwanamke peke yako na watu 20 unaongea nao sio rahisi. Unaweza kupata shock na thinking ziko tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambayo ipo, lakini nimeacha kazi kichwani mwangu zaidi ya mara 10. Nimeresign, nimeandika barua kabisa kichwani kwa sababu unafikia point you're frustrated, unasema mimi siwezi kufanya hii. Kwa hiyo ni you calm down, cool down, have people ambao wanaweza wakakumenta, wakakusupport, lakini pia usiwe mtu wa kuchukua maamuzi ya haraka. Kwa hiyo nimeresign leo, lakini kesho nikirudi kazini I am very happy, nafanya kazi, naendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho challenges hizi zipo, na utafikia point kuna watu watakudiscourage. Okay? Kuna watu watajaribu kucrush kwamba you're not good at it. Wewe sometimes wanaweza kusema wewe ni mwanamke, you don't know, haya mambo ni ya kiume, especially kwa sababu talk about technology na nini, lakini that is not something ambayo you let down. Unajua unachotaka, know what you want and go for it and always improve, kwa sababu self improvement ni kitu ambacho ni very important. Unafanya nini, unachofanya leo lazima uwe improve na kesho. Tunaongea maisha ya kidijitali, kila siku kuna vitu vipya vinavyokuja. Kwa hiyo ni very important kuhakikisha unakuwa to that level, stay up to date.
Sawa sawa, Angelica, asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.